Mnaopendwa na Kristo, nawasalimu kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa yule Baba ambaye ndiye Mungu wa pekee wa kweli. Hamjambo? Hamjambo tena. Nikitumai kwamba kila mmoja kuna furaha siku ya leo, maana kama kuna siku ya raha ni siku ya Sabato, maana imesalia raha kwa watu wa Mungu ambao wanaitii amri za Mungu ikiwemo na Sabato ndani yake. So natumai kwamba mmeweza kuwa na wiki njema, na mpaka leo tumeweza kupatana tena tukiwa wenye buheri wa afya. Si kawaida, si jambo la kupigia kifua, maana kuna wengi ambao wangeweza kupenda waweze kufika siku kama ya leo, ila kwa sababu moja ama nyingine hawajaweza kufika. Lakini kwa sababu mimi na wewe tumeweza kufika siku hii, tuko na kila sababu ya kuweza kumshukuru Mungu na kumpa sifa, maana ni neema, si kwa ajili ya nguvu zetu ama kwa sababu ya ujanja wetu, lakini ni kwa sababu tumeweza kupata neema. Na leo ningependa tuweze kuangalia mambo kadha wa kadha, lakini kabla sijaingia hapo katika kuangalia mambo hayo, ninaomba tuweze kwanza kusimama kwa wimbo mmoja hapa, maana wimbo tunakwenda sambamba pamoja na masomo. So tuweze kusimama nyote katika miguu yenye, sababu bado ni asubuhi na najua ya kwamba kila mtu ako na siha, kila mtu ako na nguvu. Kwa hivyo ningewasihi sana muweze kusimama tuimbe wote number 170 number 170. Tusimame na wimbo namba 170, namba 170. Jina langu limeandikwaje? Jina langu limeandikwaje? Sitafuti mali wala utajiri, nataka kwa yakini nipate Mwokozi. Chuoni mwa ufalme niambie Yesu. Inakwenda hivyo. So nataka tuweze kuimba kwa pamoja tukiwa na furaha. Tuombe pamoja, tuimbe kwa pamoja. Sitafuti mali wala utajiri, nataka kwa yakini nipate Mwokozi. Chuoni mwa ufalme niambie Yesu. Jina langu yakini limeandikwaje? Limeandikwaje? Jina langu huko kitabuni mbinguni
limeandikwaje? Dhambi zangu ni nyingi, ni kama mchanga, ni damu yako Mwokozi yatosha, kwani umeahidi zijapo nyekundu zitakuwa nyeupe ilivyo theluji. Limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni? Limeandikwaje? Mji mzuri sana wa majumba makuu, walipo malaika, mji bila ovu, wakaapo walio na mavazi safi. Limeandikwa sasa jina langu huko. Limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni? Limeandikwaje? Nikitumai kwamba mlikuwa mnatafakari yale ambayo wimbo umeubeba, ujumbe ambao wimbo umeubeba. Kwa hivyo ninawaalika tuweze kutafuta sehemu tumpigie Mungu wetu magoti tunapompa sifa katika hali ya nyimbo na pamoja na maombi. Tuombe. Baba wetu na Mungu wetu utupandaa upeo, tunasema ni asante tena vile ambavyo umetukusanya tena miguuni pako. Tunaomba uweze kututangulia katika mafundisho haya tunapojiandaa katika kusikiliza kutoka kwako. Tunajua ya kwamba hatuwezi tukajiamini, bali tunakuaminia kwa kila jambo. Utupatie maneno yaliyokolea munyu tunapoendelea kutafakari, maana tumesikia kutoka kwenye wimbo ya kwamba kuna vitabu ambavyo vinaandikwa na pia majina yetu yananakiliwa kule kulingana na matendo yetu ama kulingana na vitendo ambavyo tunavitenda huku ulimwenguni. Tunaomba uweze kutusaidia sana, uweze kufuta katika vitabu vya hukumu majina yetu na uandike katika vitabu vya uzima, ili tusije tukapoteza nafsi zetu mwanao Yesu Kristo atakaporudi. Tunaomba sana uweze kuturekebisha, utusaidie tunapoendelea kujirekebisha wenyewe, tabia zetu, mienendo yetu, mapito yetu, ili matendo yetu yaweze kulingana na matendo yako. Maana wote ambao watakuja kwako ni wale ambao watakuwa na mavazi safi, wale ambao hawatakuwa na dosari katika tabia zao. Zidi kutusaidia tunapoendelea kujifundisha maneno haya na mengine kama haya. Tunapoendelea kujifundisha, tunasema kwamba uweze kutamalaki na utusaidie katika kuelewa mafungu hayo. Saidia mimi na uweze kusaidia pia mfuatiliaji tunapoanza kujifundisha somo la kwanza asubuhi hii, na uweze kuzidi kuwa pamoja nasi hadi tutakapofika jioni. Na ni katika jina safi la mwanao Yesu Kristo tumeomba. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Natumai ya kwamba mko wa makinifu sasa, maana kuna somo ambalo tuliweza kujifundisha Sabato iliyopita, na sijui ni nani anaweza akakumbuka tuliweza kujifundisha nini wakati huo, ama mlikuwa absent. Unaweza kuwa ulikuwa present lakini you are absent minded. Ni nani anaweza akakumbuka tulijifundisha nini?
Kwa sababu mmenyamaza, nitawakumbusha tu. Tulikuwa tunajifundisha kuhusu mpango ya wokovu na tukaweza kuangalia jinsi ambavyo unabii unatimia kuanzia pale Edeni, pale ambapo Mungu aliweza kuhubiri kwa mara ya kwanza kwa mwanadamu ya kwamba mwanadamu ataweza kumponda kichwa Shetani, na tukaangalia katika kitabu cha Roho ya Unabii tukapata kwamba kumbe Shetani pia alisoma katika unabii ya kwamba Kristo atakuja kutundikwa msalabani na yale ambayo atakuwa amebeba ni kumkomboa mwanadamu, na akaangalia mwisho wake iko karibu sana, na ndivyo unasikia kwamba alishushwa mbinguni akiwa mwenye ghadhabu nyingi sana, na akatetemeshwa sana wakati aliangalia jinsi ambavyo Kristo atakuja kumkomboa mwanadamu. Alitetemeka kweli kweli, ndivyo Roho ya Unabii inavyosema. Lakini inasema kwamba licha ya kwamba alitetemeka, hakugairi nia yake ya kufanya uovu. Aliendelea tu kutenda uovu, na ndivyo anaendelea na njama zake pamoja na mawakala wake, maana akona washirika pia. Kuna malaika ambao watenda kazi pia pamoja na yeye, maana walishushwa wakiwa na mapepo wachafu walioasi mbinguni, na ndio wanaendelea mpaka sasa. Na tukaangalia tena, ninapo wa brief tu, tukapata kwamba kumbe kuna kazi ambayo ilikuwa inafanyika katika sanctuary ya duniani, pale ambapo kuhani mkuu alikuwa anachinja wanyama, na pale alipokuwa anachinja wanyama kulikuwa na sadaka fulani ambayo ilikuwa inaitwa mbuzi ya Asaseli, ambayo alikuwa anashikwa siku ya mwisho na alikuwa anapelekwa jangwani. Pale jangwani alikuwa anaachwa anafia huko, na alikuwa anabeba dhambi za wale ambao walikataa kutubu. Sasa leo ningependa tuweze kujikita tena, maana tuliweza kujifundisha mambo kadha wa kadha, na ningependa tena tuchikumbushe. Tuliweza kuangalia pila za Waadventista wa Sabato. Nani tena naweza akakumbuka? Maana nataka tuchikite katika mojawapo ya pillars za Waadventista wa Sabato. Nani anaweza akakumbuka? Tuliweza kujikumbusha pillars za Waadventista wa Sabato. Ya kwanza, the sanctuary. Asante, ubarikiwe. Mwingine? The Sabbath, ubarikiwe pia. Mwingine? The special gift of prophecy. Ni siniva. Alafu kuna the three angels messages. The state of the. Alafu kuna nini nyingine? Kuna kitu inaitwa investigative judgment. Yeah? Si iko pamoja hiyo? Sanctuary iko under the investigative judgment. Sasa na kuna pia the law ama the 10 commandments. Sasa leo ningependa tuweze kujifundisha mambo kuhusu investigative judgment, hukumu ya upelelezi. Na kabla sijaanza, niko na vitabu vya Pambano Kuu mawili hapa, na kama ikiwa haujabeba kitabu chako cha Pambano Kuu, nafikiri leo tutakosana kweli. Nafikiri ya kwamba tutakosana, maana tutachikita katika mafundisho yetu asubuhi ya leo yenye tunatoa ndani ya nini? Kitabu hiki cha Pambano Kuu. Tunaangalia kitabu hiki cha Pambano Kuu, iko na cover kama hii mnaangalia. Hiki ni kitabu cha Pambano Kuu ya 2015 edition, iliweza kuprintiwa kule Germany. Na pia kuna kitabu hiki kingine cha Pambano Kuu hii ni ya 2019 edition na ukiangalia vitabu hivi viwili ni vitabu vimoja tu cha Pambano Kuu, ni kitabu kimoja cha Pambano Kuu, maana ukweli iliyoko ndani hapa ni ukweli ambayo uko ndani hapa, lakini niliweza kupata kuna Pambano Kuu nyingine ambayo sijaweza kuileta. Ni Pambano Kuu moja tu, lakini kuna yaani hizi sura zake hazitoshi. Niliweza kupata mahali fulani, na ingawaje si yangu nitaweza kuwaletea kama hiyo, maana kumbe pia wameweza kupunguza idadi ya sura katika Pambano Kuu. Sasa hizi mbili ziko sawa. Ukweli iliyoko hapa ndani ni ukweli iliyoko wapi?
hapa ndani. Kwa hivyo tunatakiwa kuangalia, maana zote zinatakiwa kuwa na sura ngapi? Kuwa na sura 42, chapter inaenda mpaka chapter 42. Sasa ningependa tuweze kuangalia kwanza nyuma yake, maana katika kitabu cha Roho ya Unabii inaitwa public ministry, ama inaitwaje? Inaitwa public ministry or publishing, ni publishing ministry, PM. Hebu angalia katika kitabu chako cha Pambano Kuu, katika cover ya mwisho, wale ambao mko na Pambano Kuu, maana nimesema kwamba ikiwa una Pambano Kuu leo sijui utafanya nini, maana tunaangalia somo kutoka kwenye Pambano Kuu kabisa. Tutajikita katika Pambano Kuu kabisa mpaka tumalize somo. Sasa katika kitabu hiki cha Pambano Kuu, unapoangalia hapa nyuma, inasema kwamba hapa nyuma kuna maandishi yako kwenye cover ya mwisho huko katika kitabu hiki. Inasema kitabu cha Pambano Kuu kinapaswa kusambazwa kwa wingi sana. Hivyo ndivyo inavyosema. Kitabu hiki cha Pambano Kuu kinapaswa kusambazwa kwa wingi sana. Kinapepa matukio yaliyopita, yaliyopo, ya siku za usoni. Katika kuiainisha kwake matukio yanayofunga historia ya dunia, ndani yake kuna ushuhuda wenye nguvu kwa ajili ya ukweli. Narudia, katika kuiainisha kwake matukio yanayofunga historia ya dunia, ndani yake kuna ushuhuda wenye nguvu kwa ajili ya ukweli. Ninayo shauku kuu kuona kitabu hiki kikisambazwa kwa wingi kuliko kitabu vingine vyovyote nilivyoviandika. Kwa kuwa katika Pambano Kuu, katika kitabu hiki cha Pambano Kuu, ujumbe wa onyo la mwisho kwa ulimwengu umetolewa wazi zaidi kuliko katika kitabu kingine chochote miongoni mwa vitabu vyangu. Ninatambua Pambano Kuu ni zaidi ya fedha na dhahabu, nami ninalo tumaini kuu sana kwamba kitakuwa machoni mwa watu. Kwa hivyo Mungu anatutaka sisi tuweze kukisambaza kitabu hiki cha Pambano Kuu kwa wingi, maana kimebeba ujumbe ambayo ni wa sasa, uliopita na utakaokuja. Ndivyo Mungu anavyotushauri kwamba tuweze kukisambaza kitabu hiki cha Pambano Kuu. Sasa ikiwa tumepatiwa kitabu hiki cha Pambano Kuu, tunatakiwa kuangalia sasa, kama kanisa, kama mtu binafsi, kama walimu, kama wote ambao wanafuatilia, unatakiwa kujiuliza swali la msingi: je, unakisambazaje kitabu hiki? Maana kusambaza kitabu hiki si kwamba lazima uwe uko na kopi uweze kuzisambaza. Unaweza kusambaza pamoja na nini? Unapotumia katika kufundisha, unasambaza pia nini? Unasambaza kitabu hiki. Kwa hivyo tumeambiwa kwamba tuweze kukiangalia sana namna ambavyo tunavisambaza vitabu hivi vya Pambano Kuu, maana kumbe imesheheni ukweli ambao uliopita, ya wakati uliopita, wakati uliopo na wakati utakaokuja. Tunaambia kwamba tunatakiwa kuweza kuiangalia. Na leo jinsi ambavyo nimeweza kutangulia kwamba tutaenda kuangalia upelelezi, yani hukumu ya upelelezi, investigative judgment. Sasa tunatakiwa mwisho wa somo tuweze kujua investigative judgment ni nini, inafanyikaje, inafanywa wapi na inahusu kina nani. Hivyo ndivyo unatakiwa kuwa unaweza kutambua mwisho wa somo hili. Na hebu tuweze kuangalia mafungu kadha wa kadha kwanza kabla sijaanza, maana itashirikiana moja kwa moja pamoja na somo la leo husika. Katika kitabu cha Ufunuo, Revelation chapter 20 verses number 15.
Revelation chapter 20 verses number 15. Inasema nini? Nataka tunapofungua tuweze kufungua Biblia zetu sisi wote, ili tutakaposoma tuweze kufuatilia kwa pamoja. Isikuwe kwamba kuna wale ambao wanafuatilia alafu kuna wale ambao wanatenda mambo yao. Itakuwa ni aibu sana, maana tuko katika nyumba ya Bwana na tunatakiwa kuwa makini sana. Nani amepata? Inasema nini? Inasema Ufunuo wa Yohana 20:15. Soma. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Alitupwa katika lile ziwa liwakalo moto. Hivyo ndivyo ayasema ya kwamba ikiwa katika kitabu cha uzima jina lako halitakuwa limenakiliwa kule, ujue ya kwamba utatupwa katika ziwa la moto. Katika kitabu kingine tena, katika huo kitabu tu ya Revelation chapter 13 verses number 8 inasema nini? 13 Ufunuo wa Yohana 13:8. Naam. Inasemaje? Na watu wote wakaao juu ya nchi watamsujudu. Inasema kwamba na watu wote wakaao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha nini? Cha uzima cha mwana kondoo, aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Tumeangalia katika kitabu cha Revelation 20 verses 15. Sasa tukakuja katika Revelation 13 verses number 8. Sasa tunasoma kitabu kingine katika kitabu cha Danieli 12 aya yake ni ya kwanza. Danieli 12:1. Inasema nini? Wakati huo Mikaeli atasimama. Inasema hivi, wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako. Na kutakuwa na wakati wa taabu. Naam. Mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa. Na wakati huo watu wako wataokolewa. Kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Tumetoka saizi kuimba wimbo ya kwamba jina langu limeandikwaje katika kitabu cha wapi? Cha uzima mbinguni. Tunatakiwa kutafakari hayo mafungu matatu. Yanauliza, je, watu ambao wanaishi duniani wanatakiwa kuwa wameandikwa katika kitabu cha uzima? La sivyo, kama hutakosekana katika kitabu cha uzima, ikiwa jina lako litakosekana katika kitabu cha uzima, ina maana hutaokolewa, ina maana utasujudia mnyama, ina maana utapokea chapa ya mnyama, ina maana utatupwa kwenye nini? Kwenye ziwa liwakalo moto. Na sasa utakapokuwa umeandikwa jina lako katika kitabu cha uzima, ujue ya kwamba number 1 utaokolewa, number 2 utaweza kukosa kumsujudia mnyama, utakosa kukuwa na chapa yake, na utakosa kutupwa kwenye ziwa liwakalo moto. Kwa hivyo tunatakiwa kujiuliza, je, vitabu hivyo ambavyo vinaandikwa mbinguni, kitabu cha hukumu na kitabu cha uzima, maana ikiwa jina lako litakosekana katika kitabu cha uzima, ina maana kwamba utakuwa umetupwa nje katika kitabu cha uzima. Ina maana kwamba hautakuwa na ushirika pamoja na watakatifu watakaokuwa mbinguni. Sasa hebu tufungue katika kitabu hiki cha Pambano Kuu, sura ni ya 28, chapter 28, kukabili kumbukumbu za maisha. Nataka kila mtu afungue. Nataka kuona leo kila mtu akifungua. Yule ambaye hana labda nitamwazima hii yangu hapa. Nani hana? Chukua.
na itakuwa ni vibaya sana mnaposema kwamba watu wakuje na vitabu vya kujifundisha. Hii ni shule, tunatakiwa kujifundisha kwa wingi. Sasa fungua kitabu cha Pambano Kuu katika sura ya 28, chapter 28, kukabili kumbukumbu za maisha. Kukabili kumbukumbu za maisha. Sasa utaenda katika page 398 katika hiyo Pambano Kuu yako, page 398, lakini katika Kiingereza ni 480 paragraph 1. 480 paragraph 1. Nataka tunaposoma tufuatilie wote, maana hii ni somo nyeti kabisa ambaye sisi tunatakiwa. Maana ikiwa unataka kujua jina lako kama liko ndani ya kitabu cha uzima, ama ikiwa jina lako iko na dosari, ujue ya kwamba hauko kwenye orodha ya majina yaliyoandikwa mbinguni. Hii ni somo ambayo mimi na wewe singelitarajia kulikosa. Halafu nasikitikia wale ambao labda wanakuja wakiwa wamechelewa, kwa sababu vitu vingi vitawapita sana, lakini watarejelea tena kwa maana tuko kwenye online. Kwanza wale ambao wanafuatilia kwenye mtandao, na wakaribishieni sana, msipanduke hapo, bali tuweze kufuatilia, tuweze kupata wote hizi matunda ya raha ya Sabato katika somo hili la kwanza ambayo tunajifundisha hukumu ya upelelezi. Sasa katika page 398 hapo paragraph 1, mahali naanza na katika huduma ya mfano. Katika huduma ya mfano, I think mmeweza kupata hapo. Inasema katika huduma ya mfano ni wale tu waliokuja mbele za Mungu kwa maungamo na toba, na ambao dhambi zao kupitia damu ya sadaka ama kafara ya dhambi zilihamishiwa katika patakatifu. Ndio walikuwa na sehemu katika huduma ya siku ya upatanisho. Hivyo katika sikukuu ya upatanisho ya mwisho na hukumu ya upelelezi, kesi pekee zitakazozingatiwa ni ya wale wanaojidai kuwa ni watu wa Mungu. Hukumu ya waovu ni tofauti na ni kazi itakuja kufanyika baadaye. Hukumu ni lazima ianze katika nyumba ya Mungu, na ikianza kwetu sisi, mwisho wa wasiotii injili ya Mungu itakuwaje? Kwanza naomba niweze kufafanua jambo kidogo. Hebu weka ile ingine kale kingine ambayo iko na fist. Inasema katika huduma ya mfano ni wale wanaokuja tu mbele ya Mungu katika maungamo na toba. Yaani hapa mwandishi anaposema hivyo, Ellen G. White anapoandika akiongozwa na Roho Mtakatifu anasema kwamba katika huduma ya mfano. Anaposema huduma ya mfano, anaashiria hii patakatifu ama hii hema ambayo ilikuwa inafanyika hapa duniani. Na tukiangalia katika hema hii ilikuwa na sehemu kuu mbili. Ilikuwa na sehemu ya patakatifu na huduma ya patakatifu mno. Nataka sasa muweze kuangalia hapa. Acheni mnachofanya muweze kuangalia hapa katika screen hapa mbele. Tunasema kwamba katika huduma ya mfano anayozungumzia Ellen G. White katika aya hii hapa, anamaanisha ile yenye ilikuwa mfano iliyokuwa inafanyika hapa wakati wahudumu wa Kilawi walikuwa wanafanya huduma katika hema hii hapa duniani. Na katika hema hii kulikuwa na sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni patakatifu na sehemu ya pili ni patakatifu mno. Katika sehemu hii ya kwanza kulikuwa na upatanisho wa huduma ya kila siku. Kwa hivyo hapa kulikuwa na huduma ya kila siku. Watu walikuwa wanakuja, wanachinja wanyama, wanapatanishwa, wanakuja wanaleta damu ya zile ya wale wanyama waliokuwa wanatolewa kafara kwa ajili ya mkosaji ili aweze kukubalika. Na ikiwa wale ambao walikuwa wanafanya maungamo na toba, maana wote hawakuwa wanakubalika. Kuna wale waliokuwa wanafanya maungamo ya ukweli na waliokuwa wanatubu kiukweli. Kwa hivyo wakati wanakubalika hapa, kulikuwa na huduma hapa mwisho ambayo ilikuwa inafanyika mara moja kwa mwaka.
Na kwa nini ilikuwa inafanyika mara moja kwa mwaka? Ni kwa sababu hapa katika huduma ya kila siku kulikuwa na zile dhambi ambazo zilikuwa zinahamishiwa katika patakatifu za wale ambao walikuwa wanaungama na kutubu dhambi zao. Kwa hivyo kuna dhambi zilizokuwa zinanajisi sehemu ya patakatifu pa patakatifu mno, ambayo kuhani mkuu alikuwa anatakiwa kuingia hapa aweze kufanya cleansing. Alikuwa anafanya kitu inaitwa kuisafisha patakatifu. Kwa hivyo alikuwa anakuja anatoa sacrifice na inakubalika, kulikuwa na moshi ilikuwa inatoka, inakubali. Kwa nini? Kwa sababu dhambi inasemekana kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, na kwa sababu dhambi inadai uhai wa mwenye dhambi, huyu mwenye dhambi alikuwa anachukuliwa. Hebu weka ile nyingine ambayo kulikuwa na sacrifice zinatolewa. Sasa mtu alikuwa anakuja anashika mbuzi ama kondoo kwenye kichwa. Kwa hivyo dhambi zilikuwa zinahama kwa mtu, zinaingia kwa kondoo, ambazo ikichinjwa zilikuwa zinakuja kutolewa ndani ya patakatifu. Alafu hiyo dhambi itakuwa imeungamwa ikiwa mwenye dhambi ametubu na amefanya maungamo ya dhambi zake kiukweli ukweli. Ile nyingine kuna kale kingine na ile nyingine tutafika tu wakati wa hii. Kwa hivyo dhambi ilikuwa inahama kwa mtu, inaenda kwa mnyama. Mnyama akichinjwa, ile damu ilikuwa inakuja inawekwa kwenye patakatifu, inafanywa kama sadaka ya dhambi, kama kipatanishi kati ya mwenye dhambi na Mungu. Na unapoungama, Mungu anakubali kafara zako. Wakati patakatifu pa patakatifu inafanyika huduma mara moja kwa mwaka, dhambi zako zinafutwa, na katika hapo jina lako linafutwa kwenye wale ambao watakuwa wamehesabiwa kuwa ni wakosaji. Nafikiri kuna itilafu hapo kidogo, lakini sasa tutaendelea. Tunaambia kwamba katika huduma ya mfano, natumai ya kwamba kila mtu ameweza kuelewa ile ilikuwa ya mfano. Sasa katika kipindi chetu, Kristo ndiye amedhihirishwa sasa kama kuhani mkuu ambaye sasa aliingia kwa damu yake mwenyewe katika kuwa kuhani wa siku zetu, atakayekuwa anatusafisha sisi na dhambi zetu. Kwa hivyo yeye ameingia moja kwa moja katika patakatifu ili kuweza kufanya upatanisho kati ya mwenye dhambi na Mungu. Maana mwenye dhambi anatakiwa, anapofanya dhambi anatakiwa afe, maana mshahara wa dhambi ni mauti. Mauti inadai uhai wa mwenye dhambi, lakini Kristo kuja anatusafisha na damu yake, tunakuwa hai ama tunakuwa na haki ya kuishi milele na milele kwa kafara ambayo Yesu Kristo aliweza kujitoa mwenyewe msalabani ili mimi na wewe tupate kuweza kuishi. Sasa tunaingia katika kitabu hiki tu ndani katika page 402, page 402 ama 485 paragraph 2 katika Kiingereza. Sasa mahali nasema hapo, katika wakati ulioamriwa kwa ajili ya hukumu. Sijui kila mtu amefika? Nataka kila mtu aweze kufungua. Katika wakati ulioamriwa kwa ajili ya hukumu, mwisho wa siku 2020, 2300. Sijui kila mtu ameweza kufika hapo? Tumepata katika page 402. Page 402. Umefika? Mumefika? Najua mkinyamaza na shangaa. Mumefika? Page 402 katika kitabu cha Pambano Kuu. Mumefika? Inasema hivi: katika wakati ya ili ya siku 2020, 300 days, katika mwaka wa 1844, kazi ya upelelezi
na kufuta dhambi ilianza. Wote ambao daima wao wenyewe ulichukua jina la Kristo ni lazima wapitie katika uchunguzi wake makini. Wote walio hai pamoja na waliokufa watahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Ni nini anachomaanisha hapa? Anamaanisha kwamba wale ambao wanapita katika hukumu ya upelelezi ni wale tu wanaojidai ni watu wa Mungu. Kwa hivyo hukumu ya upelelezi inaanza kwa watu ambao wanajidai kwamba ni Wakristo wa ukweli, wale ambao ni wanajiita wa Sabato. Kwa hivyo majina yao yanapitia kwenye upelelezi kwanza. Kwa hivyo hukumu ya upelelezi inaanza kwanza kwa wale wanaojidai kwamba ni wa Sabato. Kwanza wakati wa kuhukumia wale ambao waliokufa mapema wanafanyiwa upelelezi, halafu upelelezi inakuja inahamia wale ambao wako hai. Na tunaambiwa hapa Kristo aliingia katika kazi hiyo ya kutaja majina ya waliokufa pamoja na walio hai wakati wa 1844. Ilikuwa ni tarehe 22 wakati wa Oktoba 1844. Kwa hivyo mwaka wa 1844 ndiyo kazi hii ya upelelezi ilivyoanza. Kwa hivyo watu wanaanza kutajwa majina yao, na wale ambao wako hai kwanza ndio wako hatari zaidi kuliko waliokufa, maana hukumu ya upelelezi inataja jina baada ya jina ya kila mtu, kiasi kwamba unapofikiwa jina lako litakapofikiwa tu ujue ya kwamba mlango wa rehema utakuwa umefungwa kwako, kwa sababu ulijua ukweli lakini haukujisafisha, haukujiweka tayari, haukutengeneza tabia zako, haukutengeneza mapito yako. Kwa hivyo hiyo ndio hatari ya hukumu ya upelelezi kwa walio hai. Kwa hivyo jina lako litakapofikiwa ujue kwamba mlango wa rehema itakuwa imefungwa. Ukiangalia katika kitabu cha roho ya unabii ni 90 Testimonies 90 volume 9 97 paragraph ni ile ya kwanza. Tuweze kuangalia 90 inaposhughulikiwa hapa kidogo. 90 andika 90 ama usearch katika simu yako 97 paragraph 1. Tutasoma paragraph 1 na paragraph 2. Tunaambia kwamba hivi katika 90, kwa wale ambao wananakili 97 paragraph ni ile ya kwanza, inatuambia zaidi na zaidi kadiri siku zinavyosonga inakuwa dhahiri kwamba hukumu ya Mungu ziko ulimwenguni. Kumbe hukumu ya Mungu tayari ziko ulimwenguni. Sasa tunaamka, ndugu zangu na dada zangu, watu wa Mungu, tunapelelezwa, tunahukumiwa tayari. Sisi tunapitia katika chemba ya kuhukumiwa, jina linatajwa baada ya jina. Sasa unatakiwa kujiuliza kama jina lako limefikiwa. Tunatakiwa saa hii kujitakasa, tunatakiwa saa hii kujitenga na dhambi. Hii ndio muda ambao tunatakiwa kuchukia dhambi kuliko kitu kingine chochote. Wasabato tunatajwa, majina yetu yanapita hukumuni, tunatakiwa kuangalia. Sasa tunaambia kwamba hukumu za Mungu tayari ziko ulimwenguni katika moto na mafuriko. Ellen kupitia katika roho ya Mungu aliweza kutuambia katika moto na mafuriko na tetemeko la ardhi, anawaonya wakazi wa dunia hii kuhusu ukaribu wake. Sasa angalia, anasema katika moto. Kumbe tunapoona visanga vya moto, matukio ya moto, tunajua kwamba ni unabii unatimia. Akaendelea kutuambia hivi katika mafuriko kwanza tulishuhudia juzi mafuriko, ama tukushuhudia, tuliangalia katika Nairobi ilifurika.
kulikuwa na tetemeko, kulikuwa na shida, watu wakakufa. Sasa hapo kulikuwa na mafuriko. Tunaambia kwamba katika mafuriko, kwanza tunatakiwa kuangalia kwanza, Nairobi hakujai kuwa na mafuriko kama hiyo. Kwanza kulikuwa na sehemu tu kama Kibera ndio mara mingi ilikuwa inafurika, lakini sasa ilikuwa inafurika mpaka CBD. Sasa tunaambiwa katika moto na katika mafuriko na katika tetemeko la ardhi, anawaonya wakazi wa dunia hii kuhusu ukaribu wake. Kwa hivyo tunatakiwa kuangalia, tusiangalia mafuriko, tuangalie ukaribu wa Mungu, ukaribu wa kurudi kwa mwana wa Mungu. Tunatakiwa kuangalia. Inasema wakati umekaribia ambapo shida kuu katika historia ya ulimwengu itakuwa imefika. Wakati wa harakati ya serikali ya Mungu itaangaliwa na kwa hamu sana na wasiwasi kusherekezana. Mfululizo wa haraka, hukumu za Mungu zana moto na mafuriko pamoja na wa damu. Natakiwa kuangalia, hukumu inaendelea. Majina baada ya majina yanatajwa. Wewe na mimi tunatajwa katika upelelezi, katika hukumu ya upelelezi. Majina yetu yanapita kwenye ratili. Huyu ametosha ama huyu hajatosha. Huyu afutwe ama huyu akae. Maana unapokubali, unapokiri kwamba umemkubali Yesu, unapokubali kwamba unaenda kubatizwa, jina lako linanakiliwa kwamba fulani ameokolewa katika ulimwengu. Sasa hapo anatakiwa kuwekwa katika kitabu cha uzima. Lakini sasa kuna upelelezi, kuna hukumu yenye unapigwa darubini. Sasa unapigwa msasa. Je, huyu mtu ambaye amewekwa katika kitabu cha uzima anatosha ama hatoshi? Afutwe ama asifutwe? Akae ama asikae? Hapo sasa ndio kila kitu ambacho unafanya kwa siri, kile dhambi ambacho kimekulemea, ile dhambi ambayo unaficha. Hatutakiwi sasa kuficha dhambi sisi. Hatutakiwi saa hii kujificha. Tunatakiwa kuungama, tufanye toba na maungamo ya ukweli. Katika paragraph 2 ninasoma. Katika paragraph 2, katika 97 paragraph ni ya pili. Inasema, laiti watu wapate kujua majira ya kujiliwa kwao. Kuna wengi ambao bado hawajasikia ukweli na majaribio ya wakati huu. Kuna wengi ambao Roho wa Mungu anajitahidi nao. Wakati wa hukumu za uharibifu za Mungu ni wakati wa rehema kwa wale ambao hawajapata nafasi ya kujifunza ukweli. Bwana atawaangalia kwa upole. Moyo wake wa rehema umeguzwa, mkono wake bado umenyooshwa kuokoa, wakati mlango umefungwa kwa wale ambao hawakutaka kuingia. Kwa hivyo Wasabato kuna time yenye, kuna kipindi fulani imewekwa kama kipindi cha rehema kwa Msabato, na utakapokosa kuingia, utakapokataa kuingia kama mlango, ujue ya kwamba jina lako litaondolewa, jina lako litafutwa kwenye kitabu cha uzima, na hutaweza kurithi ufalme wa Mungu. Utatupwa kwenye ziwa la moto, utapokea chapa ya mnyama, utapokea alama yake, na utaweza kukosa kuokolewa. Kwa hivyo kuna wale ambao watakuwa wanakosa kujua ukweli, tuseme watu wa mataifa, hao kesi yao bado wako na muda. Wasiokuwa na muda ni watu ambao wanadai kwamba ni Wasabato, wanaokuja kujua kwanza ukweli. Wanajua ya kwamba Kristo ako patakatifu mno, Kristo alitoka katika holy place. Wale ambao wanajua Kristo ni mwana wa Mungu, yani hao watu wanaojua ukweli, hao ndio mlango wa rehema kwao inakaribia. Na ndio unaona Marekani wana mbio sana katika matukio. Tunaangalia vita, tunaangalia nini, tunajua ya kwamba Marekani wako mbioni kuingia katika kutangaza siku ya Jumapili kama siku ya ibada. Sunday law iko karibu kutangazwa. Na ujua kwamba Sunday law ikitangazwa hivi, mlango wa rehema kwa Msabato itakuwa imeisha. Msabato mambo yako itakuwa imeisha. Mlango yenye itakuwa imefunguliwa ni kwa wale ambao hawajajua ukweli. Kwa hivyo tunatakiwa sana kujipiga msasa sisi kama Wasabato. Dhambi kidogo yenye unasema kwamba ni kidogo, unatakiwa kuitubia. Kwanza
kitabu chako kikipitishwa, yani hukumu yako, jina lako litakapotajwa kwenye kizimbani cha Mungu, kwenye mahakama ya Mungu, ya kwamba ni huyu, ukipigwa msasa, ikipatikana dosari kidogo hivi, ujua kwamba ni makosa tayari, kitabu chako kitakuwa kimefutwa. Kwa hivyo tunatakiwa sana kujiuliza, je, jina langu limetamkwa msamaha ama jina langu bado limebeba nini? Limebeba msamaha. Na ndio unaona tulijifundisha wakati ule, tukaangalia kuna dhambi za wale ambazo zinatangulia hukumuni, halafu kuna dhambi za wale zinawafuata, dhambi zinawafuata polepole, zinawafuata kama dogi venye inafuataga mwenyewe. Kwa hivyo inafuata mtu, lakini kuna wale ambao dhambi zao zinatangulia mbele za hukumu, na ndio zinaingia kwanza kwenye, yani dhambi zetu tunapoziungama zinaenda kwa patakatifu, ambapo kuhani mkuu anazifuta, anasema kwamba fulani amefanya toba ya ukweli, fulani ameungama dhambi zake. Kwa hivyo anatakiwa kufutwa katika kitabu cha hukumu, anatakiwa kuandikwa katika kitabu cha nini? Katika kitabu cha uzima. Natumai ya kwamba umeweza kujua hukumu ya upelelezi ni nini. Ni majina kukaguliwa, majina yani vitabu kupekuliwa, kuangaliwa, kufunguliwa. Majina yanapitia moja baada ya nyingine. Huyu anaangaliwa, akimalizika inaenda huyu. Na tumeangalia imekwisha kumaliziwa wale ambao washakufa. Kwa hivyo tunajua kwamba imeingia moja kwa moja kwa walio hai. Kwa hivyo walio hai sasa wanapimwa, especially wale ambao wako mbele ya Kristo, wanaangaliwa, huyu ametosha ama ametosha kuondolewa. Ikiwa umetosha kupaki, unatakiwa kufanya nini? Kufurahia na uweze kuendelea kushikilia, maana bado safari ingali. Ninakumbuka kuna wakati Musa aliweza kumuuliza Mungu, akamuuliza Mungu, ikiwa hutawasamehe ya watu, basi unifute mimi jina langu katika kitabu cha uzima. Mungu akamwambia hapana, wale ambao wananitenda kosa ndio ninawafuta katika kitabu cha uzima. Kwa hivyo kazi ya kufuta ni kazi ya Mungu, na wanaofutwa ni wale ambao wanatenda mabaya. Kwa hivyo tunatakiwa kuangalia sana, hatutakiwi kukaa kama watu wa ulimwengu. Wa Sabato tumefikiwa, wa Sabato tunapelelezwa, tunachunguzwa, umetosha ama hautatosha. Katika kitabu hicho tunaendelea katika hapo chini yake, dhambi ambazo hazikutubiwa. Inasema hivi, dhambi ambazo hazikutubiwa na kuachwa. Unajua, ninaona watu hawafuatilii. Ninaposoma hapa, unatakiwa kuifuatilia, unatakiwa kumakinika zaidi, maana hii inahusu mimi na wewe. Majina yetu yanatajwa, yanapita mbele za hukumu za Mungu. Unatakiwa kuisoma kwa makini, usije ukasema kwamba hukujua na ilifundishwa. Mungu ameweka maneno hii yote wazi. Majina yetu yanatajwa moja baada ya nyingine. Wasabato tunapelelezwa, tunaangaliwa, tunapigwa. Sasa tunatakiwa sana kuwa macho, kukuwa makini, tusije tukawa ni wale ambao wanalala. Tusilale, tukeshe tukiomba na tuungame dhambi zetu, dhambi ambazo zimekulemea, dhambi ambazo unaona kwamba umekosa kuacha. Unajua kuna watu ambao wako na dhambi za siri. Kuna mtu ambaye amelemewa kuacha wizi. Kuna mtu ambaye amelemewa kuacha usherati. Kuna mtu ambaye amelemewa kuacha sigara. Kuna mtu ambaye amelemewa kuacha uraibu wa kula nyama kwa wingi. Yaani mtu ambaye amekula kweli kweli. Kuna mtu ambaye amelemewa na dhambi ya kukosa kuwa na kiasi. Hiyo ni dhambi ambayo ujua kwamba inapofikiwa jina lako utahesabiwa kuwa wewe ni mwenye dhambi. Kwa hivyo unatakiwa kujipiga msasa wewe mwenyewe. Je, ninatosha? Je, jina langu litabaki kwenye kitabu cha hukumu au litafika kitabu cha hukumu niwekwe katika kitabu cha uzima? Unatakiwa kukaa chini utafakari, maana dhambi ikikulemea,
tunatakiwa dhambi hiyo tumwasilishe kwa Kristo. Kristo naye atakapokuwa patakatifu, anapoendelea na huduma ya kutupatanisha, ifutwe kwamba wewe umeungama, wewe umetubu na wewe umetosha. Unatakiwa kufanya hivyo. Sasa hebu tuangalie dhambi ambazo hazikutubiwa na kuachwa, hazitasamehewa na kufutwa katika kitabu cha Kumbukumbu. Sasa kitabu cha Kumbukumbu kwa mfano, hebu mtu anifungulie kitabu cha Malaki 3:16 mbio. Kitabu cha Malaki 3 aya yake ni ya 16. Inasema nini? Nani amefika mbio sana? Sina muda mimi. Na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya wale ambao walimcha Mungu na kulitafakari jina lake. Hata achia hapo. Kwa hivyo kuna kitabu cha Kumbukumbu. Kitabu cha Kumbukumbu, ujua kwamba ni vitabu ambavyo tutatumika katika kuangalia huyu alikuwa hivi na ameacha, huyu alikuwa hivi na ametubia dhambi zake, ameungama dhambi zake. Tutaandikwa matendo yetu yote. Malaika wanatuangalia, malaika wanatuchunguza. Unajua kuna watu ambao wanadhani wanatenda dhambi ati hawaoni, wanaangalia wasiangaliwe na wanadamu. Lakini kumbe kuna wale ambao wanatuangalia mchana na usiku. Na matendo yote yanaandikwa katika kitabu cha nini? Cha Kumbukumbu. Ujue ya kwamba utadanganya Mungu, utadanganya mwanadamu, lakini huwezi ukamdanganya Mungu. Nataka usikilize vizuri hapa. Katika hii nataka ukae makini, fuatilia pamoja na mimi, usikilize kile ambacho Mungu alimjalia neema Ellen G. White akatufunulia sisi, na ndio tunatakiwa kujifundisha somo hili kwa wingi. Nasema dhambi ambazo hazikutubiwa na kuachwa hazitasamehewa na kufutwa kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu, bali zitaendelea kusimama na kumshuhudia mwenye dhambi katika siku ya Mungu. Katika siku ya Mungu, hapo ni wakati jina lako litafikiwa, pale ambapo unapelelezwa. Kwa hivyo itaangaliwa katika kitabu cha ukumbusho kile ambacho umekuwa ukitenda katika dunia hii. Anaweza kuwa ametenda matendo yake maovu. Sikiliza hapa Anaweza kuwa ametenda matendo yake maovu katika nuru ya mchana au katika giza la usiku, lakini silikuwa wazi na dhahiri mbele yake ambaye tunamtendea. Malaika wa Mungu walimshuhudia kila dhambi na kuiandika katika kumbukumbu zisizokosewa. Kumbe malaika ndio wanaandika wenyewe. Malaika wanatushuhudia kila kitu tunayotenda mchana ama usiku. Dhambi yenye unatenda kwa wazi ama kwa siri, tunaambia kwamba ni malaika wanashuhudia na wanaandika katika kitabu cha kumbukumbu zisizokosewa. Dhambi inaweza kusitiriwa, kukanushwa na kufichwa. Yaani dhambi inaweza kusitiriwa na mwenye dhambi na kukanushwa na kufichwa kwa baba, kwa mama, kwa mke, kwa watoto na marafiki au kwa mtu yeyote. Lakini hatia ya mtendaji inaweza kuhifadhiwa kwa upendo mkubwa, tuhuma ndogo kabisa ya kosa, lakini inawekwa wazi mbele ya wapelelezi wa mbinguni. Yaani unaweza ukakosa kumuonyesha mke wako dhambi ambayo unafanya kwa siri. Unaweza ukakosa kumuonyesha baba yako au mama yako au rafiki yako, lakini ujue ya kwamba dhambi yako inakuja kuwekwa wazi mbele ya wakuu wasiokosea wa mbinguni. Giza la totoro la usiku, usiri wa hila zote za udanganyifu hazitoshi kufunika hata wazo moja kutoka kwenye maarifa ya Mungu. Mungu ana taarifa halisi ya kila tendo ovu na kila mpango potovu.
Yeye hadanganywi. Mungu hadanganywi na muonekano wa ujaji wa Mungu. Mungu hadanganywi na muonekano wa nje. Hadanganywi na muonekano wa ujaji wa Mungu. Mungu hadanganywi na kuvaa suti na tai na kubeba Biblia. Hadanganywi na hilo. Yeye anamulika mpaka ndani. Yeye hafanyi kosa lolote katika upimaji wa tabia. Lazima upimwe tabia yako, na Mungu hakosei. Unajua, unaweza kuwa unakuja kanisani, unavaa suti vizuri, unaweka tai, unakuja na Biblia, unadanganya wanadamu kwamba wewe ni Mkristo, wewe ni Msabato, lakini huwezi ukamdanganya Mungu. Mungu akikupima aone wewe hutoshi, yeye hafanyi mzaha. Yeye hafanyiwi mzaha. Watu wanaweza kudanganya wale ambao wameoza ndani ya moyo, lakini Mungu hupenya ndani ya moyo na kuona hila zote na kusoma maisha ya ndani. Mungu anachunguza mpaka ndani. Tunapelelezwa. Hii ndio muda ambao sisi tunatakiwa kuchukia dhambi kuliko kuchukia kitu kingine chochote. Tunatakiwa sana kukanyagia chini dhambi. Hatutakiwi hata kufuatwa na dhambi. Hii ni muda ambao ni muda wa hatari sana. Tunaangalia mambo yanatukia kwa haraka. Muda wa rehema unaisha. Unaendelea kubibilia. Wasabato wanapimwa. Wanapita katika kizimbani cha Mungu. Mungu ni kipato. Sasa ninakumbuka wakati Yesu alikuwa duniani, aliwaambia wanafunzi wake, afadhali kwanza msiende kwa njia ya mataifa. Mataifa walikuwa na nafasi. Mungu alijua ya kwamba kwa sababu mataifa nuru haijawazukia, bado walikuwa na nafasi. Vivyo hivyo katika kipindi hiki chetu hiki, sisi tunafanana na Wayahudi. Wayahudi waliambia kwamba Kristo alikuja kwa ajili yao. Yaani Yesu aliwaambia wanafunzi wake, afadhali shikeni njia muende kondoo za nyumba ya Israeli waliopotea. Kwa sababu gani? Wakati wa rehema, yaani mlango wa rehema kwa Wayahudi ilikuwa imepeanwa. Ilikuwa imebaki muda kidogo. Kwa hivyo mlango wa rehema kwao ilikuwa imeisha. Lakini usishike njia muende kwa mataifa, kwa sababu mataifa walikuwa na nafasi ya kutubu, kwa sababu hawakuwa wamezukiwa bado na nuru. Sasa hivyo hivyo katika kipindi chetu wa Sabato tunajua ukweli. Sisi ni Wayahudi wa sasa. Sisi tunapelelezwa. Kwa hivyo mlango wa rehema kwetu zinaisha. Lakini wale ambao ni walimwengu hawajazukiwa na nuru bado, watakuwa bado na mlango wa rehema yao. Yaani bado watakuwa na nafasi. Lakini sisi majina yetu yanaanzia kwetu vizuri. Hebu soma katika kitabu cha Petro wa kwanza. Petro wa kwanza 4:17. Petro wa kwanza 4:17. Sisi tunaanziwa. Hukumu inaanzia sisi. Alafu iende kwa wale ambao hawajui ukweli. Sasa ikiwa sisi tunaanziwa, wewe mwenyewe huangalii, utakuwa katika hali ya hatari. Hii ni kipindi ambacho ni kipindi cha majaribu sana kwa Msabato. Afadhali tushike njia tuwaendee Wasabato wa GC waliokosa kujua hii. Hii haifundishwi. Hii sasa imeibiwa na shetani. Haifundishwi. Soma. Mwenye amepata mbio. Na ikianza kwetu sisi. Yaani hukumu ya upelelezi inaanza na sisi. Kwa hivyo sisi ndio tuko katika hali ya hatari kuliko wale ambao hawajui ukweli. Kwa sababu jina lako likifikiwa tu, ujua kwamba mlango wa rehema imeisha hapo. Ikiwa utapatikana na dosari kidogo, dhambi ambayo imekulemea, umeshindwa kuacha pombe, umeshindwa kuacha sigara, umeshindwa kuacha fitina, umeshindwa kuacha uchochezi, umeshindwa kuacha nini kidogo hivi, ujua kwamba ni dosari tayari. Kwa Mungu hiyo ni dhambi. Sasa tuende katika paragraph 4:4.
katika Kiingereza ni 487 paragraph 2. Inasema kwamba shetani anabuni na kufumbua hila na njama zisizo za idadi ya kumiliki akili zetu, ili ziziweze kufikiria sana juu ya kazi ambayo tunapaswa kujizoesha ya imani kabisa. Mdanganyaji mkuu husichukia sana kweli ambazo zinazoeleza sadaka ya upatanisho na mwombezi mwenye uwezo wote. Anaelewa kwamba kila atakayetegemea akili zake potovu hutengana na Kristo na ukweli. Sasa asante. Sasa kumbe shetani hataki tujifundishe hii. Hataki ujifundishe sanctuary. Hataki ujifundishe hukumu ya upelelezi, kwa sababu akikosa kukutoa katika mafundisho haya hataweza kukupendua, lakini akikutoa katika sanctuary, ujue ya kwamba atakuwa amekufunika mpaka huduma ambayo inaendelea mpaka sasa katika huduma ya patakatifu. Shetani anajua kwamba itakapokamilika, maana itafika wakati itakamilika, na ikiwa utakuwa umetubia dhambi zako zitafuatana na wewe. Jua kwamba utakuwa umekosa hata nafasi katika ufufuo wa kwanza. Hapo chini inaendelea kutuambia, inaendelea na kusema hivi: wale ambao watashiriki mibaraka ya uombezi wa Mwokozi hawataruhusu chochote kuingilia wajibu wao na wa kukamilisha utakatifu katika kumcha Mungu. Masaa ya dhamani badala ya kutolewa katika mambo ya anasa. Masaa ya dhamani badala ya kutolewa kwa mambo ya anasa, kujipamba, kutafuta mapato, yanapaswa kutumiwa kwa kujitoa, kujifundisha kwa bidii na kwa maombi neno la kweli. Somo la patakatifu na hukumu ya upelelezi yanapaswa kueleweka vizuri kwa watu wa Mungu. Kumbe somo la patakatifu na hukumu ya upelelezi yanatakiwa kueleweka vizuri kwa watu wa Mungu. Lakini hiyo ni somo ambaye shetani ameiba. Amechanganya sasa mambo hapa katikati. Sasa watu wanaanza kufanya mambo ya family life, sijui nini, vitu ambavyo kwanza havisaidii. Kwanza ni muhimu, lakini havisaidii kwa wakati huu. Tunaishi katika kipindi cha pembeni. Tunajua kwamba historia inaendelea kufunganywa katika dunia hii. Hukumu inaendelea. Hukumu shahama kwa wafu. Tunajua ya kwamba iko kwa walio hai sasa. Sisi majina yetu yanatajwa. Tunatakiwa kuangalia. Shetani ameingia somo hili. Haisomwi. Na tunaambia kwamba Mungu anasema ni muhimu sana watu wasome hukumu ya upelelezi na patakatifu. Wote wanahitaji kupata elimu yao wenyewe ya cheo ya kazi ya kuhani mkuu. Unajua Kristo alipokufa pale Calvary, watu wakadhani ya kwamba imeisha. Alipofufuka na akapaa mbinguni, watu hawazungumzii hiyo. Unajua watu wanasema kwamba Yesu alikuja, akafa, akafufuka, akapaa, akaenda mbinguni. Story imeishia. Watu wamekosa kujifundisha. Je, ameenda mbinguni kufanya kazi gani? Ameenda kustarehe mbinguni? Hapo katika starehe ameenda kutekeleza kile ambacho alianza pale kwenye msalaba. Katika kafara yake msalabani anamalizia kazi hiyo mbinguni. Sasa tunatakiwa kuangazia, unajua msalaba ilikuwa kama tochi ya kutumulikia mbinguni. Kwa hivyo alipokufa msalabani na akafufuka akaenda mbinguni, tunatakiwa kuangalia, je, anafanya kazi gani kule mbinguni? Sasa watu ndio unasikia saa hii mjadala ni je, Yesu alikufa ama hakufa? Je, Yesu alifufuka ama hakufufuka? Je, Yesu, ndio unasikia mjadala yenye haina maana hapa. Hiyo ni njama ya shetani. Hiyo ni kazi ya shetani. Hataki tujue anafanya kazi gani kule mbinguni. Hataki tujue hiyo. Sasa inaendelea kusema hivyo, vinginevyo haitawezekana kwao kuzoeza imani ambayo ni muhimu sana katika wakati huu na kuchukua nafasi ambayo Mungu anakusudia waijaze. Kila mtu binafsi anayo roho ya kuokoa au kupoteza. Wewe mwenyewe uko na roho ya kupoteza ama uokoe. Anaongelea individual. Roho yako
inakutegemea wewe uipoteze ama uiokoe. Kila mmoja ana kesi inayongoja uamuzi kwenye kisimba cha Mungu. Kila mmoja ni lazima akutane na jaji mkuu uso kwa uso. Kila mtu, nataka uangalie, underline hapo. Hivyo ni muhimu kiasi gani kwamba kila akili itafakari sana mara kwa mara uzito wa matukio ya wakati hukumu utakapokaa na vitabu vitakapofunguliwa, wakati ambamo pamoja na Danieli kila mtu ni lazima asimame katika kura yake mwenyewe wakati wa mwisho. Hizo tunaangaliwa. Wewe mwenyewe unajua ya kwamba uko na nafsi ya kupoteza ama uokoe. Roho yako inakutegemea wewe. Kazi hii ya kushikilia imani si kidogo sana. Hapo chini nasema wale wote ambao wamepokea nuru kuhusu mafundisho haya wanapaswa kutoa ushuhuda wa kweli ambazo Mungu ameziweka wazi. Patakatifu pa mbinguni ni kitovu cha kazi ya Kristo kwa niaba ya mwanadamu. Inamruhusu kila mtu anayeishi duniani, inamfunua mpango wa ukombozi, inatupeleka mpaka mwisho wa wakati na kufunua matokeo ya ushahidi na mashindano kati ya haki na dhambi yenye muhimu ya juu kabisa, ambayo wote wanapaswa kuyachunguza kikweli kweli mafundisho haya na ya kuwa tayari kumjibu kila mtu ambaye anawauliza sababu ya tumaini ambalo liko ndani yenu. Sasa kumbe hapa, weka ile ingine. Kumbe hapa ni kazi ambayo inatupeleka moja kwa moja mpaka kwa Mwenyezi Mungu, inatufikisha mpaka mbinguni. Kumbe kuna kazi inafanyika mbinguni. Ile ingine nishamalizana na hiyo. Ile ingine, kumbe kuna kazi ambayo Kristo anafanya mbinguni. Kuna kazi ambayo yeye mwenyewe anafanya mbinguni. Anafanya kazi ya upatanisho kwa ajili ya dhambi zetu. Unajua ya kwamba kuna hii dhambi ambazo zina najisi patakatifu, ambazo zinatakiwa ku-cleanse. Ukisoma katika Danieli, soma katika sura ya 9 mpaka chini. Tunaambia kwamba hapo ndipo atakapotengeneza, atasafisha patakatifu. Yaani dhambi zetu tunapokuwa na tunaungama dhambi zetu zinaenda kwa Kristo. Kristo anazisamehea, anafuta majina ya wale ambao wamefanya maungamo ya ukweli na wamefanya toba ya ukweli na wanaandikwa katika kitabu cha uzima. Sasa hiyo ndio kazi ambayo shetani hataki tujue. Kristo anafanya kazi gani kule mbinguni? Inasema hivi, upatanisho wa Kristo kwa niaba ya mwanadamu katika patakatifu pa mbinguni ni muhimu sana katika mpango wa ukombozi, kama ilivyokuwa kifo chake msalabani. Yaani kazi ambayo Kristo anafanya katika patakatifu ni cha muhimu kama ilivyokuwa kifo chake msalabani. Unaona? Lakini watu wanaishi hapo kwa msalaba, hawaendelei. Kifo chake ilianza kazi hiyo ambayo baada ya ufufuo alipaa kwenda kukamilisha mbinguni. Kumbe kazi aliyeanza msalabani ndiyo anamalizia mbinguni. Sasa anaendelea na kazi hiyo ya kuikamilisha. Sasa ikiwa Kristo alishakufa, akafufuka na akaenda mbinguni, hebu niambie tuko na muda gani? Unajua kama tungekuwa tunaongea hajakuja bado tungekuwa tunajua tuko na nini? Tuko na muda. Lakini sasa alishakufa, akafufuka na ndio anaendelea na huduma ya kutupatanisha mbinguni. Unafikiri tumebakisha muda gani sasa? Tuende nyumbani. Tumebakisha muda kidogo sana ambaye hatujui ni muda kiasi gani. Inasema kwamba alipaa kwenda kukamilisha mbinguni. Ni lazima kwa imani tuingie ndani ya pazia. Lazima kwa imani tuingie ndani ya nini? Ndani ya pazia alimoingia mtangulizi wetu Yesu kwa ajili yetu. Pale nuru kutoka katika msalaba wa Kalvari inaakisiwa. Pale tunaweza kupata utambuzi sahihi wa asili ya ukombozi. Wokovu wa mwanadamu unakamilishwa kwa gharama za mbinguni isiyo na kipimo. Kafara iliyotolewa inalingana na upana mkubwa mno wa madai wa sheria ya Mungu iliyovunjwa.
Yesu amefungua njia kuelekea kwenye kiti cha enzi cha Baba, na kupitia uombezi wake, ombi la ukweli ya wote wanaomwendea katika imani linaweza kuwekwa mbele za Mungu. Hii ni muda ambayo hatutakiwi kuficha dhambi. Hii ni muda ambayo tunatakiwa kusafisha dhambi zetu, tuweze kujitafakari, tuweze kujipiga msasa. Je, umebakisha nini? Je, saa hizi Yesu Kristo akirejea, utakuwa ni miongoni mwa wale ambao watawachwa ama utakuwa miongoni mwa wale ambao wataenda? Hiyo ni kitu ambacho tunatakiwa kufikiria saa hii. Tuangazie juu kwenye Kristo anafanya kazi, anapofanya uombezi kwa ajili yetu. Na ujue niliwaambia kutubu, niliwaambia hapa siku ile, kutubu si ile kusema Mungu, jana nilifanya usherati lakini nisamehe. Sasa unaona singekosa. Niliiba lakini sasa hata Mungu wewe unaona kweli sikuwa nayo, lakini sasa nimepata, nisamehe tu. Yaani maungamo ya ukweli yanatakiwa kuhuzunikia dhambi na kuacha kurudia dhambi hiyo, ndipo unavyofutwa. Unasidhani ya kwamba safari ya mbinguni ni safari ya kwenda hivi hivi. Haya, tunaendelea hapo chini. Hapo katika paragraph ya mwisho naona tuko na muda kidogo sana, nataka niweze kukamilisha hapa. Katika 406, twende katika page 406 hapo juu, mahali inaanza matukio yanayohusiana na kufungwa kwa kazi ya upatanisho. Inasema hivi: matukio yanayohusiana na kufungwa kwa kazi ya upatanisho ni ya muhimu sana. Ni wachache sana wanaopenda kushughulika nayo. Sasa hukumu inafanyika katika patakatifu pa mbinguni. Kazi hii imekuwa ikiendelea kwa miaka mingi sana. Mapema mno, hakuna ajuai mapema kiasi gani itafanyika kwenye kesi ya walio hai. Yani haijulikani sasa waliolala mauti washapelelezwa, faili yao imeisha. Sasa mwandishi hapa anasema haijulikani sasa ni wakati gani kesi za walio hai zitafikiwa. Yaani pale ambapo majina yetu yatatajwa sasa. Sisi tulio hai, kumbe tutapitia kwanza kwa ratili, tunapimwa, tunaangaliwa kama tumetosha ama hatujatosha. Anasema haijulikani kwanza kama imesha, lakini tuliambiwa pale katika 97 kwamba tunajua hukumu ya Mungu iko ulimwenguni sasa. Msabato baada ya msabato anatajwa, dhambi zake zinawekwa wazi. Vitabu vya kumbukumbu vinafunguliwa, vinaangaliwa kama unatosha, ikiwa hutoshi inafutwa. Mungu anasema yule ambaye ananitenda dhambi ndiye ninamfuta jina yake katika kitabu cha uzima. Ukisoma 32 kumbukumbu la Taurati, anasema yule anayetenda dhambi ndiye nitakayemfuta dhambi zake. Yule ambaye ananitenda dhambi ndiye nitakayemfuta jina lake katika kitabu cha uzima. Hivyo ndivyo anavyosema. Haya, anaendelea kusema hivi: maisha yetu yanachunguzwa mbele ya Mungu atishaye. Maisha yetu yanachunguzwa mbele ya Mungu anayetisha. Katika wakati huu zaidi ya wakati mwingine wowote, inampasa kila mtu kujali na kuzingatia kabisa onyo la Mwokozi. Kesheni na kuomba, kwa maana hamjui ni muda gani, walakini usipokesha nitakuja kwako kama mwizi, wala hutaijua saa nitakayokuja kwako. Hujui ni wakati gani jina lako litafikiwa. Hujui kitabu chako kitafunguliwa wakati gani. Hujui kama ishafikiwa ama hujui kama haijafikiwa bado. Hujui kama itakataliwa ama hujui kama itakubalika. Hujui kama itafutwa ama itaachwa. Wakati kazi ya hukumu ya upelelezi inapomalizika, majaliwa ya wote yatakuwa yamekatwa kwa uamuzi wa mauti ama uzima. Yaani, sikiliza hapa. Jina lako litakapofikiwa, yaani kila kitu ikiwekwa wazi, sasa kesi itakuwa ya kwamba wewe umestahili uzima ama wewe umestahili mauti.
Hiyo ndio hatari kwanza ya hukumu ya upelelezi kwa walio hai. Ikitufikia sisi, ujue kwamba mlango wako wa rehema imefungwa, hautabadilishwa. Na unasikia Mungu, Yesu alisema kwamba na aliye mchafu na azidi kuwa mchafu, mwenye kufanya uasherati anaendelea kufanya uasherati wake, mwaliye mtakatifu anaendelea kutakasika. Maana sasa hata ukiomba, yeye ashakamilisha kazi, yeye ashatoka katika sanctuary, ashatoka katika patakatifu. Sasa kesi imeamuliwa, wewe hatima yako itakuwa imejulikana kama ni waziwa la moto ama katika uzima. Sasa atakuja sasa kuvuna mavuno yake. Anaendelea kutuambia hivi: rehema inafungwa muda mfupi kabla ya kuja kwa Bwana katika mawingu ya mbinguni. Katika ufunuo wa Kristo, akitazama mbele wakati huo, anasema mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki azidi kufanya haki, na mtakatifu aendelee kutakazwa. Tazama, naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kama ilivyo matendo yake. Sasa tunatakiwa kuomba sana, tunatakiwa kujitafakari sana, tufanye maungamo, tuungame dhambi zetu. Anayeficha dhambi zake hata samehewa, anayeziungama dhambi zake atapata fariji kwa Mungu. Sasa itakutegemea wewe. Mwenye haki na waovu bado watakuwa wanaishi katika hali yao ya kufa. Watu watakuwa wakipanda na kujenga, wakila na kunywa, wote wakiwa hawafahamu kwamba uamuzi wa mwisho usiobadilika umekwisha kutamkwa katika patakatifu pa mbinguni. Narudia, watu watakuwa wakipanda na kujenga, wakila na kunywa, wakiwa hawafahamu ya kwamba uamuzi wa mwisho usiobadilika umekwisha kutamkwa katika patakatifu pa mbinguni. Kabla ya gharika, baada ya Nuhu kuingia safinani, Mungu alimfungia ndani na kuwafungia waovu nje. Lakini kwa muda wa siku 7, watu wakiwa hawajui kwamba maangamizo yao yalikuwa yamedhibitika, waliendeleza kutokujali kwao, maisha yao ya kupendeza na kudharau maonyo ya hukumu iliyokuwa karibu sana. Mwokozi anasema ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu, kimya kimya bila kugunduliwa, kimya kimya bila kugunduliwa, kama mwizi wa usiku wa manane. Atakuja siku yenye uwezo na kuamua saa ambayo itabainisha uamuzi na majaliwa ya kila mtu. Uondolewaji wa mwisho wa kutoa rehema kwa wanadamu wenye dhambi. Kesheni basi, asija akawazili ghafla akawakuta ninyi mmelala. Kesheni basi, ili kisha atakaporudi asitukute kama tumelala. Ukilala ndugu yangu, dada yangu, utapatikana ghafla na mambo yako yatakuwa yameisha hivyo. Hali ya hatari kuu iko kwa wale wanaoendelea kuchoka katika ulinzi wao. Hali ya hatari. Lakini unaona kuna watu ambao wanaonyesha dalili yao ya kuchoka. Tulikuwa tumeanza wote pamoja, lakini wamechoka. Hawalindi tena imani yao. Tulikuwa tunafanya ushirika pamoja nao hapa, lakini washachoka. Walikuwa wanaonyesha kabisa wamekiri Kristo na wakaachana na mambo ya ulimwengu, lakini wamechoka. Ndiposa tuko hapa tukiwa wachache. Uchache wetu ni unaonyesha uaminifu wetu, na hata hatujui kuna wengine bado watatoka miongoni mwetu. Hatujui, lakini tunajua kwamba kuna wale ambao pia watakuwa wametoka. Kuna wale ambao pia wakipelekwa katika kizimba cha Mungu, tunajua kwamba watafungiwa nje. Sasa Mungu anasema kwamba tusije tukapatikana tumelala, tuamke kwenye usingizi. Tuamkeni ndugu zangu kwenye usingizi, tusije tukalala tukakutiliwa. Ni wakati ambao wale ambao wanaendelea kuchoka katika ulinzi wao na kugeukia mifuto ya ulimwengu. Wakati mfanyabiashara anazama katika kupata faida yake. Wakati mpenda anasa anapotafuta kujifurahisha.
Wakati binti anapofanya mtindo wa kisasa, akipanga mapambo yake, inawezekana kuwa ndiyo saa hiyo jaji wa ulimwengu yote atatangaza sentensi hii. Atatangaza sentensi hii, sikiliza. Wewe umepimwa katika mizani, nao umeonekana kuwa umepungua. Sasa hapo ndipo kazi yote itakuwa imeisha. Kristo amemaliza kazi yake. Ilianza pale Edeni alipokuja kwa ajili ya mwanadamu aliyekosa. Tuliangalia chimbuko la uovu pale katika shamba la Edeni. Tumeangalia kisasi baada ya kisasi. Tumeangalia vipindi fulani mpaka mahali tumefika. Tumeangalia tuko katika nyayo hapa. Katika historia ya dunia sasa tuko hapa chini hapa. Kanisa sasa ya Mungu iko hapa katika wayo. Tunajua kwamba muda si mrefu, tunajua kwamba jiwe kula pembeni litakuja liigonge sanamu na litaiseta na kuiacha ivunjike ikuwe vipande, na sasa hili jiwe litakuwa jiwe kubwa. Kristo ataestablish sasa ufalme wake usioweza kuisha milele na milele. Tunajua kwamba tuko katika hali hatari, tuko pale katika wayo. Tunajua kwamba muda si mrefu shida yote zitakwisha kwa wale ambao watakuwa wameungama dhambi zao, wale ambao watakuwa wamejipatiana kwa Kristo. Ndugu zangu, Kristo peke yake ndiye atakayeweza kutuokoa. Dhambi zetu tunatakiwa kuzileta wazi. Hatutakiwi kuficha dhambi. Ninarudia tena na tena. Dhambi ya uasherati, wale ambao wamelemewa nayo, tubuni. Dhambi ya wizi kwa wale ambao wanaiba kisiri, tubuni. Dhambi ya wale ambao wamelemewa kuacha pombe na sigara, acheni. Hii si muda wa kucheza na dhambi, ndugu zangu. Dhambi za watu ambao watakosa kutubu zitafuatana nao na zitabaki katika vitabu vya ukumbusho, na ujua kwamba itatumika katika kukuhukumu wewe, na hautakataa. Maana Mungu tumeambiwa ya kwamba hakosei. Mungu afanye nini? Mungu hawezi akakosea. Una jambo? Haya, swali. Swali kwa wale ambao wako na swali hapo katika hukumu ya upelelezi. Katika swali, nani ako na swali? Niko na swali hapa. Kwa trumpets zilikuwa zinapigwa kwa nini? Nimeuliza trumpets zilikuwa zinapigwa kwa sababu gani? Njoroge, umeona kama umeinua Maeta? Usingizi alisikia swali. Maeta, umesikia swali kweli? Anasema katika hizi nini, Passover, unleavened bread, first fruit, Pentecostal na trumpets. Trumpets zilikuwa zinapigwa kwa sababu gani? Mara nyingi ukiangalia kama kitabu cha Ufunuo tisa na tarumbeta kawaida, tarumbeta inatumika kwa kupeana message fulani. Message hiyo ni mara nyingi maono. So wakati tarumbeta tulikuwa tunapigwa, ilikuwa na mtu wa watu kwa kwamba kuna siku inayokuja, na siku hiyo inayokuja itakuwa wakati dhambi zote za Israeli zilikuwa zinapelekwa kwa ile kitendo ambacho kilikuwa kinafanyika mara moja baada ya mwaka. So ilikuwa walikuwa wanatahadharishwa kwamba kuna jambo ambalo linalofanyika. Jambo hilo ili Waisraeli yote
walikuwa wanatoa maoni waendelee kujiandaa kujitayarisha kwa haki ya siku ya makazo. Okay. Ni kweli na mwalimu ameelezea kwamba dhambi ambayo haijatubiwa, na hata vitabu vinaelezea kwamba dhambi ambayo haijatubiwa wakati Kristo atarudi, akute kuna dhambi ambayo haukutubia, wewe utahakika utawachwa. Na hizi trumpets zilikuwa zinapigwa siku 10 zikielezea wana wa Israeli kwamba watubu. Maana ikifika hapa kwa atonement, sasa ikifanywa hapo atonement, kama kuna dhambi yako itafungiwa nje, nafikiri ulikuwa hata unauawa. So hii trumpets zilikuwa zinaonya watu, kujeni tubuni dhambi zenu, kwa maana bado mpaka hii siku ya 10 bado watu walikuwa wanakuja wanatubia. Sasa kipindi hiki pia tunapiga trumpets. Ukisoma katika Isaia 58:1, tusoma katika Isaia 58:1. Piga kelele usiache. Kwanza inasema piga kelele usiache. Paza sauti yako kama tarumbeta. Na sasa inasema tupase sauti kama tarumbeta. Unajua unapoambia watu kwamba unapiga kelele na unawaambia kwamba tubuni dhambi zenu, unajua hujazitaja. Lakini ukiona watu hawakuji, ukiamka wahubiri watu wangu kosa lao. Sasa unaanza kuambia makosa yao. Sijui kama tunaelewana. Na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Sasa hiyo sasa ukiona watu wanaambiwa dhambi zao, ujue sasa hiyo sasa ndio ya mwisho kabisa sasa. Mpaka unaambiwa wewe inaonekana umesahau dhambi yako ni hii na hii na hii. Sasa unaona nyumba ya Yakobo dhambi zao inatajwa pale. Sasa hiki kipindi tuko, sauti imepigwa lakini hawatokelezei. Sasa imefika mahali ni dhambi zinafanya nini? Zinatajwa. Na hii dhambi inapotajwa sasa ili watu waje watubu, ndio unasikia sasa nyinyi mnajaji watu. Hiyo dhambi yenye unawataja yao wanasema unafanya nini? Unawajaji. So trumpets bado tunapiga. Lakini sasa mahali imefika ni kwamba tunataja sasa dhambi zao. Amen sana. Si tuliangalia wakati ule last Sabbath, tukaangalia tumetoka hapa pote, sasa kanisa liko hapa katika atonement. Hapa atonement nini inafanyikaga? Ni upatanisho inafanyika. Sasa hii trumpet yenye inapigwa na hao wenye wanajua kwamba kuna upatanisho inafanyika, tunajua ya kwamba kuna kambi tunaenda. Hapa ilikuwa ni wakati wa makambi. Sasa hii kambi ya mwisho, hii makambi ya mwisho yenye tunafanya ni wakati tutakutanika sasa na Kristo pale yaani tuko mwisho kabisa. Ndio nakwambia tukiangalia kanisa katika kipindi hiki tunaangalia tushatoka huku, tuko hapa na ndio tunapiga trumpet, tunaambia kwamba kuna kitu kinafanyika wapi? Katika sanctuary, katika patakatifu mno. Kristo alikufa na ndio tumeambia kwamba anaendelea kumalizikia kazi hiyo wapi? Mbinguni. Na hatujui sasa ni siku ngapi tunafanya, na tunajua kwamba baada ya upatanisho Kristo atakapokamilisha kazi yake tunaenda sasa kwa makambi ku rest. Tutaenda resting sasa na mambo ya ulimwengu itakuwa imeisha hivyo. Si kama umepata kitu. Nani mwingine ako na swali hapo? Kwa dakika moja. Nani ako na swali? Nimeshukuru sana kwa fundisho hili. Unajua katika kitabu kinachoitwa kuna kitabu kilichoandikwa wakati alikuwa ameendelea kushambulia somo la Utatu akaingia kwa Sabato. Sasa mwaka wa 1959 kuna kitabu kilichoandikwa kinaitwa Questions on Doctrine. Sasa kitabu hicho kiliandikwa ili kiondoe msabato atoke kwa ujumbe ule wa pekee, ujumbe ambao ni ujumbe wa malaika, ili awe kama makanisa mengine. Sasa somo la investment na atonement alifuzi ni aina wa sabato wa kisasi ya sasa hawana habari wala muhtasari wa somo hili. Kwa hivyo hii ni nguzo muhimu ya imani ya sabato, hasa msabato mwana makanisa. Kwa hivyo somo hili ni somo la muhimu, lakini tuelewe kipi kinachoendelea, kwa sababu Kristo anaendelea kuandaa Mungu kwa ajili ya
marejeo na anaandaa kuingia kwa dhambi za watu. Ubarikiwa sana. Kwa hivyo ninaona muda umetupa kisogo, na kuna wimbo ningependa tuimbe, lakini tutakuja kuimba kabla ya wakati tutakutanika katika kipindi ambacho kinakuja. Tutaanza na hii wimbo namba 172. Itakuwaje sisi Bwana atakapokuja? Itakuwaje na sisi Bwana akija? Tunatakiwa kuangalia. Tumeangalia wakati ule tukaona kwamba wimbo ilituambia kwamba majina yetu yameandikwaje kule mbinguni, na tukaangalia ili iandikwe itakuwa inaandikwa kwa sababu ya hii na hii, na itakuwa inafutwa kwa sababu ya hii na hii. Sasa hapo tutakuja kuangalia naye Kristo atakapokuja itakuwaje na sisi tutakaokuwa tumebaki ulimwenguni. Tuombe. Baba na Mungu wetu mwema, tunarudisha wingi wa shukrani kwa ajili ya somo ambalo limekwisha kupita. Tumeangalia kumbe kweli kuna somo ambalo shetani amekuja akaifurukuta akaiharibu isije ikahubiriwa, na kumbe ni ya muhimu sana kwa wakati huu. Kazi ya upatanishi ambayo tunapatanishwa na mwanao Yesu Kristo kwa ajili ya dhambi ambazo tunazitenda ulimwenguni. Tunapokiri sisi na kuungama na kutubia kwa ukweli, tunajua ya kwamba unaziandika na kuzinakili majina yetu katika vitabu ya wanaostahili. Zidi kuwa pamoja na sisi, zidi kabisa kutujalia tuweze kufanya jitihada, tusite tukakosekana katika vitabu hivyo vya uzima, maana tunajua ya kwamba wote ambao watakosekana kuwa wamenakiliwa kule watatupwa katika ziwa liwakalo moto. Baba wetu na Mungu wetu, tunakuomba, tunakusihi utujalie mavazi yetu yakuwe meupe, tabia zetu, karakta zetu ziweze kufanana na ya mwanao Yesu Kristo, maana Yesu Kristo ako na karakta yako, ako na tabia zako, amekufanana kwa kila kitu. Ndio maana mnashiriki roho moja, nasi tunakubali ya kwamba tutakaposhiriki pamoja nanyi roho moja, tunajua ya kwamba tutakuwa washirika pamoja na wote watakaokuwa wamejikana nafsi yao ulimwenguni. Zidi kuwa pamoja na sisi, tujalie tuweze kupata mafundisho mengi, haswa mafundisho ya patakatifu hivi, mafundisho ya hukumu ya upelelezi. Tuangalie kinachoendelea mbinguni, kila ambacho shetani hatutaki sisi tujue. Wengi wanaishia pale ambapo mwanao Yesu Kristo alimalizikia msalabani tu, lakini hawajui alipanda mbinguni akuja afanye kazi gani. Wengine hata wanakataa kwamba hukumtuma, wengine hata wanakataa kwamba huyu alikuwa mwanadamu, wengine hata wanakataa ya kwamba hata hakujaitokea kitu kama hicho. Lakini tunajua yote ni kwa sababu mpango ya shetani pamoja na malaika zake wabaya ndio hawataki watu waweze kupata mpango ya ukombozi, waweze kujua nini umewaandalia. Lakini tunakulilia sisi, tunanyenyekea, tunatubia dhambi ambazo zimetulemea, tunatubia shida ambazo zimekuwa zimetuandama dunia hii, dhambi ndogo ambazo sisi tunaziona kama si dhambi, tunatubia. Tunajua kwamba tumekukosea kwa kuwaza, kwa kufikiria, kwa kuona, hata kwa kutenda, lakini tunajua ya kwamba ulituambia izijapokuwa dhambi zenu ziko nyekundu, zitaoshwa na zitakuwa nyeupe kama pamba. Tusaidie tuweze kutokubaki katika hali ya dhambi. Tunajua kwamba tunaishi katika dunia ambayo imejaa dhiki, dunia ambayo imejaa majaribu, lakini tunajua kwamba unapokuwa pamoja na sisi, unapokuwa na ukaribu ya sisi na wewe, tunajua kwamba tunashinda, maana tutakuwa tumekaa katika kao ambalo shetani na ibilisi pamoja na malaika zake, mapepo wabaya, maruhuni hawataweza kukaribia. Zidi kuwa pamoja na sisi tunapoendelea katika kujifundisha. Jalia mwalimu ambaye atasimama aweze kufundisha mafundisho ambayo pia yataweza kuwa ni yenye manufaa kwetu, na uweze kumbariki atakapokuwa anajiandaa kuja kwa ajili ya somo hilo, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kushukuru. Amina.